Wewe tu Bwana, tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa kila kitu Mungu mtakatifu. Uhai ndani yetu, uzima ndani yetu, na kila kitu Bwana wangu na baba yangu. Imegharimu mkono wako Bwana tuwe salama, imegharimu damu yako tuwe hai Bwana. Tunakushukuru sana kwa asubuhi ya leo. Na tunaomba tena Bwana katika wakati saa dakika na majira haya, neema yako na iendelee kwa juu yetu. Mungu mtakatifu nakusihi, ukazungumze nasi tena Bwana kwa namna nyingine na kwa wakati mwingine huu tena alfajiri hii ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, acha neema yako kubwa na ya ajabu iwe juu yetu Bwana. Roho Mtakatifu kaendelee kusema nasi kwa utukufu mkubwa sana wa jina lako. Nani mwingine atalingana na wewe? Wewe ni wa pekee Bwana. Tunaomba neema na kibali asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Amen. Acha tuendelee tena katika asubuhi ya leo. Kitabu cha Danieli. Tumekuwa tukiendelea hapo. Tumefika sura ya 3 pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilikuambia unapokubali kuishi kimaalum, unapokubali kuwa maalum na unapokubali kuishi kimaalum. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe, unapokubali kuishi kimaalum, my brother and my sister, hata kama macho ya kawaida yanakuonyesha kwamba unapata hasara kwa sababu ya kukataa baadhi ya mambo ambayo yanaonekana ya faida katika akili za kawaida za mwanadamu wa kawaida, lakini hayo mambo unayakataa ambayo yanaonekana kuwa kama hasara, kuyakataa inakuwa kama hasara, ni faida sana kwa kesho yako na familia yako. Bwana niseme tena, ile ambayo inaonekana kuwa kama hasara majira haya, kwa kuyakataa mambo hayo ambayo yanaondoa maalum ndani yako, kile kitendo cha kuonekana kama unapata hasara kwa macho ya kawaida ni faida kubwa mno kwa kesho yako na kwa uzao wako. So unapojaribu kujitengeneza katika macho ya kawaida, kujaribu kutengeneza faida katika macho ya kawaida, remember that unatengeneza hasara yako ya kesho na kwa uzao wako. Narudia tena, unapojaribu kufuata hayo mambo ambayo yanaondoa maalum ndani yako, kwa sababu kutokuyafuata inaonekana kama ni hasara, ni kupoteza fursa, hii inakutengenezea hasara yako ya kesho na kwa uzao wako wote. Wacha nikuambie hivi ndugu yangu, kwa sababu hiyo ni muhimu sana kwamba ni heri ionekane kwamba unapata hasara kwa sasa. Heri ionekane kwamba unapata hasara ya siku 2-3, lakini unatengeneza faida ya kudumu. Kwa kukataa hayo mambo mabaya, hayo mambo ambayo yanaondoa maalumu wako, kwa kukataa kufanya hizo dhambi ambazo zitakufanya machoni pa watu uonekane wa kisasa, lakini mwisho wa siku ni kuharibu kesho yako na uzao wako. Nisikilize, narudia tena kusisitiza ili kwamba heri uonekane mshamba, heri uonekane usielewa, heri uonekane usiyejitambua, heri uonekane huna uwezo, heri uonekane ufai, lakini unatengeneza kesho bora. Kesho bora inatengenezwa kwa gharama ya leo. Bwana niseme hivi, a better future built by hustling today. Hustling today
building your better future. So, ni muhimu sana. Changamoto ya leo, a better tomorrow's performance. Yes. Your better performance of tomorrow, you can make it today by hard working or exercising. Mazoezi yako ya leo magumu mazito ndio yanatengeneza performance yako nzuri ya kesho. Maumivu yako ya leo ya kitambo kifupi yanatengeneza raha ya muda mrefu kesho. Maumivu yako ya leo ya kipindi hiki kifupi yanakutengenezea ubora wa miaka mingi inayokuja. Yesu atusaidie sana. So nasikia kuzungumza na wewe kwa mambo haya, kwamba ni heri uumie leo, ni heri upate changamoto leo, ni heri ukataliwe leo, lakini uwe na kibali cha kudumu kesho. Uwe na kibali cha kudumu kuanzia kesho na kuendelea. Heri wakutukane leo, lakini wakuheshimu kesho na kuendelea. Heri waone hufai leo, lakini kesho na kesho kutwa wakukimbilia. Yesu atusaidie sana. So, katika macho ya kawaida, Arioko au Ashpenazi aliona akina Daniel hawa, akina Misheli hawa, vipi hawa vijana hawa wanakataje fursa ya kula chakula cha mfalme? Mimi ningeipewa ningekubali, lakini wao waliona hii ni kifo, hii haifai. So, narudia tena, aheri hasara ya mwezi mmoja kuliko faida ya mwezi mmoja inayotengeneza hasara ya miaka 20. Very important. Hallelujah. So, hallelujah. Hard working of today makes your future easier. Yes. Kung'ang'ana kwako kwa leo, kusukumana kwako kwa leo kunatengeneza kesho rahisi, au kunaifanya kesho yako iwe rahisi. Ni faida sana. Wacha tusome kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 46. Baada ya Danieli kuingia mahali pasiri kutafuta majibu ambayo yamekosekana kwa waganga na wasihiri na Wakaldayo, wamekosa yale majibu, Danieli akaingia mahali pasiri mbele za Baba. Baada ya Danieli kuingia mahali pasiri, alipoingia mle ndani na kumsikia Baba akimpatia tafsiri, baada ya Danieli kuingia mbele za Bwana pamoja na akina Misheli, Azaria na Hanania, wakaingia mbele za Bwana, Danieli akafunuliwa lile jambo. Yesu asifiwe. Mateso yake ya kipindi kifupi ya kula mtama na maji, mateso ya miaka kadhaa michache ya kula mtama na maji, miaka 3 ya kula mtama na maji,
ya kuonekana mtumwa asiyejielewa. Hiyo miaka yao michache ya mateso, wakati kilipofika kile kipindi cha Mungu kuyakomesha mateso, anatengeneza mazingira kwa kumwonyesha Nebukadneza jambo ambalo halijawahi kutokea duniani, wala mtu yote hajawahi kukutana nalo. Anamwonyesha Danieli. Wakati alipotengeneza hayo mazingira, mfalme anakosa tafsiri, amesahau na ana tafsiri. Tafsiri ile inakuja kupatikana. Mungu anamfunulia Daniel. Daniel anakuja na tafsiri baada ya kumpatia mfalme ndoto na tafsiri yake. Kumbuka, haya yote ni matokeo ya kuikataa faida ilionekana kwenye macho ya kawaida ya kula chakula cha mfalme, kukataa divai ya mfalme, kukataa heshima ya kifalme, maana aliona ni unajisi. Halafu alivyokataa, amekaa kwenye shida ile kwa muda mrefu. Haya ndiyo matokeo. Anapewa tafsiri ambayo Biblia inaeleza wakanga na wasiri walisema hii labda kutoka kwa Mungu ambaye hana kikao pamoja na wenye mwili. Hii ni matokeo ya kukataa kwao. Kukataa kwake kula kila chakula, matokeo yanakuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anapewa tafsiri. Anapopewa tafsiri, anampelekea mfalme. Anamaliza kumweleza mfalme. Kuna kitu napenda tusome hapa. In the name of Jesus. This is very wonderful. Mungu ni mwaminifu. Sikia, hakuna vile unaweza kumheshimisha Mungu halafu yeye akakuacha udharauliwe. Unapokataa, unapokubali kuaibishwa kwa sababu ya Mungu, naye atakuheshimisha. Haiwezekani. Anikwambie wacha utukanwe, wacha ukosewe adabu, wacha udharauliwe, lakini nakwambia hivi, Bwana anakutengenezea kesho ili abeba heshima. Arobaini na sita. Ndipo Nebukadneza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Daniel. Rakatepu haribu. Haleluya. Manda rabashaka. Haleluya. Harizoka tapa. Haleluya. Sikia, Daniel, wao ni mateka. Narudia, wao ni mateka wa Kiyahudi ambao wametekwa kupelekwa Ukaldayo. Lakini angalia, the golden king hajawahi kuwapa mfalme wa level ya Nebukadneza duniani. Kwa habari ya historia zile falme nne, Nebukadneza, he was the best. Ndio, ndio alikuwa bora zaidi. Hapa Biblia inasema akaanguka kifudifudi, akasujudu mbele ya Daniel. Hamsujudu Daniel, no, anamsujudia Mungu aliye hai. Lakini hapa Danieli akipokea hiyo heshima na kumpa Bwana. Kama kuna mtu anaelewa, amekataa faida ya jana ambayo ingeleta hasara ya milele, amekubali mateso ya jana. Leo hii hata mfalme, the golden king, kulingana na ile idol ambayo ile ndoto yake mwenyewe, yeye ndiye alikuwa the golden king, lakini anaanguka mbele za Daniel, anasujudia. Tunawai kwa sababu Daniel kuna mara alikubali kuhustle, kuna mara alikubali kuteseka, kuna mara alikataa faida fulani, alikataa unajisi. Nisikilize kijana, nikwambie, leo hii watakushauri na kukufundisha dhambi, lakini nataka ujue ya kwamba hiyo wanakutengenezea kifo chako cha kesho, wanakutengenezea shida ya milele. Nisikilize, kula vizuri, kuvaa vizuri, kuwa na usafiri mzuri, kuwa na nyumba nzuri, sio tafsiri ya kwamba uko na Mungu. Wanirudie tena, sio tafsiri ya kwamba uko na Mungu. Sio tafsiri ya kwamba uko na Mungu. Tafsiri ya kwamba uko na Mungu ni vile ambavyo unatembea na utukufu wake. Haleluya. Usione hiyo ni faida. Usione hiyo ni faida. Nisikilize,
Yakatae hayo yote. We yakatae. Kesho yako ni bora kuliko leo. Hallelujah. Hallelujah. Acha niseme tena. Your tomorrow is better than today. Yes. Praise Jesus our Lord. Akasujudu mbele ya Daniel. Tulia hapo. Akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Akili zao ziliwaambia sadaka na uvumba wanampatia Danieli, lakini walikuwa wanampa Mungu aliyemtumia Daniel. Nisikilizeni wanadamu na mwewe. Sikieni wapendwa, haitajalisha leo wanakuonaje, simama na msimama katika Kristo. Hata kudanganywa na mazingira, hasara yako ya leo inakutengenezea milele iliyopora sana. Wacha wakutukane Bwana, wacha ulale njaa leo, lakini unatengeneza kesho yenye nguvu ya ajabu. Angalia hapa, mfalme mkuu wa ulimwengu wakati huo ameanguka chini, anasujudu mbele ya Danieli. Hapo anasema mali wale na wote nimeamuru toeni sadaka na uvumba kwa Daniel. Mtumwa mateka Daudi anaheshimiwa kwa sababu ya yeye alikubali kumheshimisha Mungu aliye hai. Rekete Hana Eloi, Eloi, unastahili utukufu. Rakapo rigadiaman, haleluya, radadihas yakato, unastahili utukufu, unastahili heshima Yesu, unastahili heshima. Ragabashaka, haleluya Bwana, unastahili. Haleluya. Mfalme akajibu akamwambia Daniel, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Rakadabashe. Nisikilize mpendwa. Hapana, wanakuvizia ili wakuharibu maisha yako. Ule umaalumu usikuondoke. Nisikilize, leo geuza njia. Leo badili mwelekeo wako. Dada, badili mwelekeo wako. Hapana, nisikilize, heri utembee umepauka, heri utembee una hereni masikioni, lakini umebeba Yesu. Heri utembee uonekani ueleweke, lakini umebeba Yesu. Maana nisikilize, hata punda aliyembeba Yesu hakuwahi kutarajia kuna siku ataheshimiwa, lakini kuna siku alipishwa na kutandikiwa nguo chini. Hata nikwambie, hata leo wakuone ueleweki ni sawa, wacha uteseke. Hela ya gumu haikutoshi, ni kweli. Vumilia na Yesu, vumilia na Yesu. Dada, vumilia na Yesu. Wewe binti, nasikia kukuambia vumilia na Yesu, vumilia na Yesu. Kaa na Yesu, usipoteze utu wako, usimpoteze Yesu. Kwa sababu hiyo usimpoteze Yesu. Mwokozi Yesu, wasaidie watoto wako, tusaidie kuelewa, tusaidie kuelewa, tusaidie kuelewa, tusaidie kuelewa. Roho Mtakatifu, ninakuomba sana, tena sana, tena sana. Mbona huyo binti anaharibiwa kwa sababu tu ya vitu vya dunia hii? Yesu, nakuomba pekuelewa mambo haya, pekuelewa mambo haya katika jina la Yesu. Rakatapo ramoshekida, haleluya. Yesu, ninakuomba, Yesu, ninakuomba, inua kizazi chenye nia ya kukutafuta wewe Bwana, katika jina la Yesu Mwokozi. Haleluya, haleluya. Wagada. Haleluya Bwana. Yesu, ninakuomba, Yesu, ninakuomba, fanya marekebisho, fanya marekebisho kwenye mioyo ya watu wako. Fanya marekebisho Bwana,
Fanya marekebisho, fanya marekebisho Mfalme, fanya marekebisho Bwana, fanya marekebisho Bwana, fanya marekebisho Bwana. Haya ni maagizo kutoka mbinguni. Achana na hiyo habari uliokuwa umeianza. Achana nayo, achana nayo, achana nayo, achana nayo. Ugumu wa maisha umekufanya una plani kwenda mahali kwa ajili ya kumwabudu Ibilisi. Achana kwenda kwenye kaburi la babu yako. Isikie, amekudanganya uende kule ukamwage maji, siri vitu gani? Acha hiyo, acha hiyo, acha hiyo. Yuko Yesu. Asema yuko Yesu. Ukimheshimisha atakuheshimisha. Hicho ni kipindi kifupi tu, ni kipindi kifupi tu hicho, ndugu mpendwa. Kinapita hicho kinapita, kinapita tu. Haleluya, kinapita tu mpendwa. Usikubali, usikubali kupoteza, usikubali kupoteza hiyo. Haleluya, usikubali kupoteza hiyo, usikubali kupoteza hata kidogo. Hapana, hasara ya leo ni ndogo sana kuliko ile faida ambayo iko mbele yako ni kubwa mno. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikieni na mwelewe, wapendwa watumishi wa Bwana. Sikia nikwambie, inawezekana umeteseka sana kwenye huduma. Hata kuna watu ambao unatamani kushikamana na wao ili wakusaidie kwenye huduma. Nisikilize, kaa magotini. Umeomba haujapata majibu, chukua hatua ya pili. Tafuta, ingia ndani, ingia ndani, pekua mafaili, pekua mafaili kule ndani. Sikia, umepekua bado hujapata, bisha mlango, atafungua, atafungua, atafungua. Usikubali hiyo, usikubali hiyo. Usikubali, acha tu. Yeye aliyekuita anajua, aliyekuita anajua. Nasema hivi, aliyekuita anajua. Haijalishi kwamba umekaa miaka mingapi bado huna washirika. Wewe ni mchungaji, umekaa miaka mingi bado washirika hakuna. Tangu umeanza huduma ni mwaka wa 4 sasa huu. Inawezekana au zaidi. Kwa sababu hiyo kuna watu unatamani kuwafuata, waulize, wao wanafanyaje? Sikilize, usiwaulize wanadamu, yuko aliyekuita. Nenda kamuulize mwajiri wako ni Yesu. Nenda kamuulize mwajiri wako, atakwambia cha kufanya. Naomba utulie, usiungamane na watu bila sauti ya Bwana. Usikubali, usikubali, usikubali. Heri mateso ya leo, Mungu anakutengenezea kesho nzuri zaidi katika jina la Yesu. Usikubali hiyo, usikubali hizo ofa, zingine ni za kukuondoa katika jina la Yesu Kristo. Usikubali. Haleluya, 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 haleluya. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wangu, unastahili utukufu na heshima. Wewe ndiwe pekee wa kuabudiwa Bwana. Baba, ninakosa maneno ya kuzungumza mbele zako. Nakushangaa wewe Yesu, ni wa ajabu sana. Wewe ni wa ajabu. Wewe ni wa ajabu. Wewe ni wa ajabu. Wewe ni wa ajabu. Wewe ni wa ajabu sana. Wewe ni wa ajabu. Yesu, wewe ni wa ajabu sana. Yesu, wewe ni wa ajabu mno. Unastahili sana. Ragadi bahaza kado rikabushege. Haleluya. Baba, wewe ni wa ajabu sana. Wewe ni wa ajabu mno. Wewe ni wa ajabu mno. Wewe ni wa ajabu mno. You are so wonderful, Jesus. My Father, my Father, my Father. You're so wonderful. You're so wonderful, my Father. Wewe peke yako unastahili utukufu na heshima. Baba, Baba, ani kama wewe. Aradabu. Yakarabu. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Unastahili utukufu. Heshima na adhabu zote ni za kwako Bwana wako. Unastahili, unastahili, unastahili Baba yako. Arigabashikira. Rababushika. Unastahili. Nayakatera. Ragadibaha. Yenemodalaba. Hallelujah. Eloi, 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 Eloi.
Eloi, 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 Hayataba, Yenera. Unastahili Bwana, wewe Mungu wa pekee. Omba tu mpendwa, katika jina la Yesu. Haleluya. Unastahili Bwana wangu. Heshima na dhama zote ni za kwako Bwana wangu. Utukufu na sifa ni vya kwako Baba. Asante kwa neema yako, asante kwa wakati, asante kwa majira haya, asante kwa muda huu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu.